بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. والصلاة والسلام على رسول الذي قال لأبي طالب هذا نجم رمي به، وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا به ففازوا ونجحوا وكانوا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا منهم. آمين. Bahati nzuri kwa uwezo wake Allah, leo tunaingia katika sura ambayo ilishuka baada ya suratul Balad, yani baada ya kushuka la uqsimu bihadha albaladi, sura iliyofuatia ni hii wasamai wa tariq. Hii imeshuka Maka, na moja alama yake kubwa kwa kupitia ulumul Qur'ani ni al-qasam, kiapo, kwamba sura ikija na kiapo basi mara zote inakuwa ni sura ya Maka. Sura hii Mwenyezi Mungu ameishusha ikiwa na jumla ya aya 17, maneno 72, herufi zake ni 271. Ukihesabu zile herufi zake utakuta ni 271 ndani ya aya 17 na ndani ya matamko 72. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa na baba yake mkubwa ambao ni Abu Talib. Yajulikana kwamba Mtume ni mtoto wa Abdullah bin Abdul Muttalib, na kwa ujumla baba zake ni 12, shangazi zake ni 6. Sasa mmoja katika baba zake wakubwa, na wote katika baba zake ni wakubwa kwa baba yake. Baba yake alikuwa ndio mtoto wa mwisho. Alikuwa amekaa na mmoja katika baba zake wakubwa ambaye ni huyo Abu Talib. Ghafla kukasikika kitu kimeshuka kikubwa, kumbe ni nyota kubwa limeanguka. Akashtuka yule Abu Talib, ardhi yote ikajaa mwangaza. Akauliza ayu shay'in hadha, akasema hiki ni kitu gani? Anamuuliza nani? Mtume. Akasema hadha najmun rumiya bihi, hii ni nyota ambayo imefanyaje? Imetupwa. Wa huwa ayatun min ayati llah, na hii nyota ni aya katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kila wakati tunavyotanabahisha kwamba al-aya kullu ma yuaddi ila ma'rifatillah, aya ni kile ambacho chapelekea kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu kila aya utakaisoma ndani ya Qur'an kinachoitwa aya, utakuta ndani yake kuna kumjua Mwenyezi, kama utatumizana vizuri katika hiyo aya. Kwa hiyo tukio hili lasemekana kwa mujibu wa hii tafsiri kwamba hadaiqu ar-rawhi war-rayhan, na tafsiri nyingine kwamba ndio sababu hasa ya kushuka hii wasamai
wat-tariq wama adraka mat-tariq, mpaka hapo an-najmu thaqib, kwamba aya hizi zilishuka kwa sababu ya tuliambatana na tukio hilo. Lilipotokea tukio hilo, Mwenyezi Mungu akashusha hizo aya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Katika swala ya magharibi, siku moja Muadh bin Jabal alikuwa anaswalisha, akasoma surati al-Baqara na akasoma surati an-Nisa. Mtume akamwambia, kana yakfika an taqra bis-samai wat-tariqi wash-shamsi wa duhaha, kwamba wengi kutosha tu usome was-samai wat-tariq na wash-shamsi wa duhaha. Nadhani kwa sababu hizi si katika tiwalul mufassal, ni katika awsatul mufassal. Zile aya za kuna tiwalul mufassal, tiwalul mufassal na zile awsatul mufassal, kila sura zina swala yake, umefahamika, kulingana ni fungu gani, ni kiswaru au ni tiwalu au ni vipi. Sura hii ukitaka kuifahamu vizuri, na ni vizuri uifahamu, upate introduction kabla ya kuingia ndani. Introduction yake ni kwamba aqsama Allahu fi mustahalli hadhihi sura bis-samai wa nujumiha thaqila. Mwenyezi Mungu ameapa katika sura hii kayapia mbingu. Mbingu iwe kwa maana yake ya anga, au iwe kwa maana ya mbingu yaingia katika kiapo cha Allah subhana, kama tutakavyoona. Lakini wat-tariq, na kinachokuja usiku, kimezungumzwa katika mbingu na kinachokuja usiku. Na hicho kinachokuja usiku katika sura hii kilichokusudiwa ni an-najmu thaqibu, nyota yenye kuzagaza. Sasa nyota ambazo zinazozagaza ima katika anga ambao sisi hatuzioni, na kuna nyota ambazo zatoa mwangaza. Thaqib manake ni mwangaza mkali kiasi ya kwamba zimeziba nini, kiza chote, zimeondosha kiza chote. Sasa hizi nyota ziko za namna mbalimbali, kama tutakapokuja kuona. Kuna ambazo ni za mwangaza mkali mno, zaonekana katika hii dunia yetu. Kwa mfano, ile nyota inaitwa Ash-Shi'ra. Ash-Shi'ra, Ash-Shi'ra ni nyota yenye mwangaza mkali baada ya jua. Katika hii dunia yetu inayofuatia kwa mwangaza mkali ni Ash-Shi'ra, na kuna hizo Nashira, na kuna Nashira na kuna Shaulati. Zote hizo ni nyota ambazo zina mwangaza mkali sana katika dunia. Lakini kuna nyota ambazo hatuzioni, ambazo zina mwangaza zaidi ya mara milioni 6 mwangaza wa jua. Yote hayo inaingia kwenye an-najmu athaqibu. Inshallah tutakuja kuona kwa upana wake. Kwa hiyo hii sura unaweza ukasema mustahallu hadhihi suratu bisama, kwamba mwanzo wa hii sura umeanzwa kwa nini? Kwa anga, elimu ya anga, astronomy. Na hasa si astronomy tu, ni fungu katika astronomy, astrology. Imeanza na astrophysics, ndio hayo.
ndio Mwenyezi Mungu alianza nayo katika sura hii. Inshallah yote atakuja kuonekana kwa upana tutakapoanza kuifasiri. Lakini la pili ni kufahamisha kwamba mwanadamu ana ulinzi maalum ambao Mwenyezi Mungu kamwekea, na lao isingekuwa ni ulinzi huo maisha yasingewezekana. In kullu nafsin lamma alaiha hafidhun, kuna ulinzi maalum katika baadhi ya mambo, ndio maana uko salama. Unadhani tungeishije na dunia yetu ni dunia ya simba, dunia ya chatu, dunia ya majini wakorofi, dunia kadha vitu chungu zima na vijiumbile vyetu hivi, unaona tungewezaje? Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe kuna aina fulani ya ulinzi ili maisha yawezekane. Ni ile ulinzi ili maisha yawezekane kaelekea wanadamu, basi imeelezwa kwa upana katika sura hii. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu katika sura hii ameleta tafakuri, kwamba mwanadamu awe na tafakuri katika viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba, na haswa tafakuri yake haipelekee kwenye asili ya maumbile yake mwenyewe, ajitazame. Haya yote yameelezwa, na kwa maana mwanadamu afanye utafiti katika viumbe mbalimbali alivyoumba Mwenyezi Mungu, haswa afanyie utafiti umbile lake. Bila shaka kwa kufanyia huo utafiti atamjua sana Mwenyezi Mungu. Hapo ni pale falyanzur insanu mimma khuliqa, tazama mwanadamu kwa kitu gani basi kaumbwa. Khuliqa mimma in dafiqi, ambayo hili hakuna naibisha, ameumbwa kutokana na maji yenye kuchupa, natoka wa kuchupa kuruka kwa nguvu. Yakhruju min baini sulbi wa taraibi, ambayo anatoka sehemu iliyokuwa kati ya uti wa mgongo na mafupa ya kifua kwa mwanamke. Sasa hii pia imeelezwa, lakini hapa sura hii nataka anayesoma awe na tafakuri, inatutuma katika kutafakuri na kufanya tafiti. Lakini sura hii na utafiti huo moja kwa moja umeambatanishwa na uwezo wa Mungu kufufua. Akasema innahu ala raj'ihi laqadirun yawma tubla sarair, atakayejua kumrejesha mwanadamu tena, akamtoa duniani, akamtoa kaburini, muda wa kuwa alimuumba na ma'un dafiq, maji ambayo yanatoka kwa kuruka, ambayo kila mmoja anayaona na anajua ni dhalili mno, dhaifu mno. Sasa huyo ambaye kamuumba hivyo mpaka kawahibi binadamu, anamkumbusha kwamba kuna kiyama, kuna siku atatolewa kaburini kwenye hali ya mifupa. Sasa sio hali ya maji tena, ni ile mifupa akivalishwa nini, nyama. Nasema innahu ala raj'ihi laqadirun, takuja kuona kwa upana. Na pia katika sura hii kumebainishwa jambo kubwa sana, kubwa mno, kwamba hii hali ya kwamba tunaonana hivi, tumestirika aibu zetu na madhambi yetu, hakuna anayejua kasoro na dhambi za mtu wala udhaifu wa mtu wa kitabia, zote imefichwa. Lakini siku ya kiyama sura hii imeweka wazi kwamba jambo hilo litawekwa wazi, kila mmoja atakuwa aibu yake iko wazi. Kwa maana siku hiyo, unajua siku hiyo hakuna daraja za kuheshimiana, ni kwamba almulku lillahi alwahidu qahhar. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa wazi kwamba yale yote tunayotenda sasa hivi atakuja kuwekwa wazi, na kila mmoja ajua huyu ovyo, huyu safi, huyu hivi.
ni yauma tubila sarair, siku itakapodhihirishwa siri za waja wote. Sura hii imeelezea pia eneo hilo, inshallah tutakuja kuliona. Sehemu ya mwisho akazungumzia mvua. Kabla ya mvua alizungumzia mvua akaita arrajai, kwamba wasamai dhati rajai. Imeitwa raji, tutaona kwa nini imeitwa rajai. Ni kwa sababu ni mzunguko tu, yale maji yanatoka hapa na kwenda juu alafu anarejea tena chini. Ndio maana mvua hapo ikaitwa rajai. Tutakuja kuona inshallah kwa upana wake. Nataka tupate leo introduction ya hii sura ili tutakapoingia tuko pamoja. Na ardhi imeitwa ni yenye mpasuko, na hii mpasuko unakusudiwa ni mipasuko mingi. Kuna mipasuko wal ardhu dhati sada. Kuna mpasuko unaotokana na volkano, ardhi inapasuka, volkano ikajitokeza juu kwenye milima. Lakini pia ardhi yapasuka hii kukatokea mimea hii ambayo tuko nayo, na ndio kusudi kubwa katika aya hii. Kisha nyingine inayokusanyika katika sura hii ni kuisifu Qur'ani na kuitangaza wazi kwamba ni neno la kweli, panaposema innahu la qaulun faslu. Hii ni kauli ya kweli Qur'ani, wa ma huwa bila hazli, na si kitu cha mchezo. Mwisho akazungumzia vitimbi vya makafiri, na kwamba hali hii kwamba makafiri wanafanya vurugu sana katika dunia kama tunavyoona, lakini mbona wapo tu wanaachwa? Basi sura hii imejibu pia, famahi lilkafirin amhiluhum ruwaida. Huo ndio mwisho wa kilichokusanywa katika sura hii. Ama tukianza kidogo, taanza kwa nukta chache tu kwamba bismillahirrahmanirrahim, wasamai, na hapa kwa mbingu, wa tariq, na chenye kuja usiku. Aya hii imeonyesha itlaq wa isti'ab wa umumi, kwamba imeonyesha kwamba kinachokusudiwa ni mbingu zote Mungu anapanda nazo na anga zote. Sasa kuna anga na kuna mbingu. Sasa na kwa sababu gani hiyo lamu iwe ni ya istighraqi ya jamii al-afrad? Na hapa kwa mbingu, wa tariqi, na chenye kuja usiku. Ni kila kile ambacho kinachokuja usiku, lakini bahati nzuri alichokiapia Mungu huku mbele amefanyaje? Amekibainisha kwamba ni an-najmu athaqib, ni ile nyota yenye kuzagaza, kwamba inatoa mwangaza mkali sana. Na inavyotoa mwangaza katika hii dunia sio nyota pekee yake. Kuna pia al-buruj, kuna ile al-fajr ghairu sadiq. Wakati ule ukiamka usiku wakati fulani unaweza ukadhani watu washaswali alfajiri, si ndio? Kumepambazuka kabisa, kumbe ni saa ngapi? Saa 9, wakati mwingine saa 9. Unaweza ukatoka hata kama shughuli zako wakati saa 12, wewe unadhani umeshaenda. Kumbe sio. Kipindi kile huwa kinatofautiana. Utakiona ni kipindi ambacho ni kumepambazuka kabisa, kulingana na aina ya buruji ambazo zitakuwa zinazopita pale. Zile ni buruji. Buruji ni mkusanyiko wa nyota. Tutakuja kuzisoma huko katika wasamai dhati buruj. Sasa hata hiyo inaweza ikaingia katika an-najmu thaqib, kwa sababu bado ni nyota zile. Kwamba ni nyota, ndani yake zile buruji zinaambatana na sayari.
Nyingine zikiambatana sare yenye mwangaza mkali sana, ndio ile alfajr sadiq. Siku hiyo utaikuta kama ni saa 12 asubuhi. Umefahamika eh? Sasa pia kwamba atariq ni kile chenye kuja usiku, an-najmu thaqib inaweza ikawa ni hiyo burj min al-buruj, burji katika hizo buruji ambazo ni 12. Allah akituwafikia, kama tutasoma hiyo Samainatul Buruji ukimaliza Wasamai wa Tariq. Au an-najmu thaqib kaambiwa ni nyota ile ni Thuraya. Thuraya ndio hiyo ambayo imezalisha majina, wengine wanaitwa Soraya kulingana na maeneo, wengine wanaita Thurea ni hiyo Thuraya. Asili yake nyota, si kama nyota moja, zile ni nyota kama 6 hivyo 7, zinatengeneza mwangaza mkali sana na unadhihiri katika dunia. Wakati mwingine unazoona nyota kama 6 7 hivi lakini zina blue mwingi ndani hivi kwenye anga. Haswa hapa Dar es Salaam waweza umezaliwa mpaka unakwenda mwisho huoni, kwa sababu lakini vijijini huko unaweza ukaona, kwa sababu anga imepambwa na nini, na nyota zote. Kuna kwenye sehemu zenye mataa mengi, nyota zenyewe hazitaki zinataka vijijini kwenye kiza, kwamba ndio unaweza ukashuhudia ile Thuraya ukaona vizuri sana, nyota zinazopendeza. Ndio maana nadhani hata watu majina wao wanapenda ile Thuraya ni nyota. Sasa kwa wengine wakasema, wakapiga katika tafsiri kwamba an-najmu thaqib ni nini, ni Thuraya. Wengine wakasema ni sio Thuraya, ni huyo Nashira. Nashira na nyota mwangaza mkali mno. Na huyo nani, Shaulati. Shaulati ni nyota ambayo ina mwangaza mkali sana. Na yeye asema ni shi'ra, kama kuna wanasema kwenye Qur'an kumjua annahu huwa rabbu shi'ra, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio bwana wa hiyo nyota, sababu kuna nyota inaitwa ash-shi'ra na ina mwangaza mkali, na ni an-najmu thaqib. Sasa kwa nini hasa kapia kwa an-najmu thaqib? Tuishie hapo, kwamba tutaendelea katika darasa itakayofuata, lakini leo ilikuwa kubwa zaidi ni hii introduction. Kwa hiyo was-samaa'i wat-tariq, inaapa kwa mbingu, ni Mungu anaapa. Kwa nini anaapa? Tutakuja kufafanua vizuri. Wat-tariq, na chenye kuja usiku, kwa nini pia anaapa na hicho, tutakuja kufafanua vizuri. Wama adraka mat-tariq, na nilipe lokujuza wewe ni nini hiyo at-tariq, chenye kuja usiku. An-najmu thaqib, ni nyota yenye kuzagaza. Pia ukisema ni sayari ile yenye kuzagaza, pia yenye mwangaza mkali kuliko zote, kama vile Mars al-Mirikh, mwangaza mkali na inaonekana pia wakati mwingine yule Venus ya Paris, mwangaza mkali. Mwenyezi Mungu atuwafikishe, atujalie hayo na atupe kheri. Ama mahusiano ya nyota na maisha ya binadamu na koje hivi na nini, subiri kwenye wasamai dhati buruj. Umefahamu? Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillah.